Jeshi la polisi nchini lasema hali ya usalama ni shwari licha ya kutokea kwa matukio machache ya uvunjifu wa amani ambayo yalishughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mamlaka nchini Nigeria zasema zimefanikisha kuachiwa huru kwa wanafunzi 130 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka shule moja ya Kikatoliki kaskazini mwa nchi hiyo. Na katika michezo, kocha na nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, watema cheche kuelekea mchezo wa kwanza wa michuano ya AFCON dhidi ya Nigeria hapo kesho. Ni wakati mwingine umewadia, mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Esther Amandus Zelamula na Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Karibu. Jeshi la polisi nchini limesema hali ya usalama ni shwari licha ya kutokea kwa matukio machache ya uvunjifu wa amani ambayo yalishughulikiwa kwa mujibu wa sheria za nchi na mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Hali ya usalama nchini ni shwari pamoja na kwamba kulijitokeza kwa baadhi ya matukio machache ambayo yalishuhudiwa. Msemaji wa jeshi la polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo, David Misime, akitoa taarifa kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, amesema utulivu na amani iliyopo nchini inatokana na wananchi kuelewa kwa kina umuhimu wa amani ambao umewawezesha kila mmoja kushiriki na kufanya shughuli mbalimbali halali za kujitafutia kipato. Kuelekea kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka ambazo zitatanguliwa na sherehe za Christmas, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuimarisha ulinzi wakati wote na hata baada ya sikukuu hizo. Aidha, wito unatolewa kwa wananchi wote na kwa wote watakaokuwa nchini kuwa kinachohitajika ni kila mmoja wetu kutambua thamani na umuhimu wa amani na usalama katika maisha ya kila mmoja wetu. Aidha, Misime amewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya dola ili kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kutawala ili wananchi washiriki katika mambo mbalimbali ikiwemo ibada katika sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Maisha yetu na shughuli zetu wakati wa hizi sikukuu yanahitaji mazingira ya amani ili kila mmoja aweze kushiriki kwenye ibada za kumshukuru Mungu, kukaa na familia na marafiki bila bugudha yoyote ile. Hivyo tuilinde amani kwa ushirikiano na kwa nguvu zetu zote. Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wale watakaosafiri waendelee kuzingatia sheria za usalama barabarani ili zitusaidie kujiepusha na ajali, tukizingatia kauli mbiu ya wiki ya Nenda kwa usalama barabarani inayosema endesha salama, familia inakusubiri. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shukran Hamisi Suleiman. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka wakandarasi nchini kuweka kipaumbele cha utu na kuondoa kero kwa wananchi kila wanapopewa kazi za ujenzi kwa lengo la kurahisisha maisha ya watu na kulinda utu wao badala ya kufikiria kumaliza ujenzi wa barabara pekee. Ulega ametoa wito huo kufuatia agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alilolitoa Desemba 16 mwaka huu katika mazishi ya marehemu Jenista Mhagama kusuasua kwa ujenzi wa barabara ya Amani Makolo hadi kijiji cha Ruanda Kitai mkoani Ruvuma. Tujiunge na Ditanyoni. Awali wakieleza kero zinazowakabili baadhi ya wananchi wanaopitiwa na ujenzi wa barabara ya Amani Makolo hadi Rwanda kilomita 60, wanamueleza waziri wa ujenzi Bwana Ulega namna wanavyokumbana na adha kipindi hiki cha masika. Wagonjwa wengi sana wanapata TB kutokana na hili vumbi, na hata kama anakunywa zile dawa baada ya miezi 6 akija kupima tena inaonekana maambukizi bado. Mvua zinaponyesha magari huwa yananasa mbele huko. Mtu unategemea usafiri asubuhi, lakini magari yakinasa mbele huko kulingana na tope,
mpaka saa 8 magari yanatoka huko kijijini kwenda mijini. Na hapa sisi hatuna kituo cha afya Rwanda hii. Kwa hiyo tunaomba wewe waziri wa ujenzi tufikishe salamu hizo kwa waziri wa afya naye. Na hapo Waziri Ulega anawataka wakandarasi wanaopewa kazi za ujenzi kufikiria maisha ya watu kama kuweka kalavati kuzuia maji yasiingie majumbani pamoja na ufungaji wa taa kwenye maeneo ya kufanyia biashara. Kwa hiyo tunataka hii barabara ya Amani Makolo badala ya kuwa kero, badala iwe ni furaha na tabasamu kwa watu. Katika ziara yake ya siku moja, Waziri Ulega amekagua pia daraja la Mkili, bandari ya Ndumbi wilayani Nyasa, na kumtaka mkandarasi huyo kufanya kazi usiku na mchana. Watu wanalima, mnatoka kuchukua samaki mnapeleka sokoni, si ndivyo hivyo jamani? Ndio maana Rais Dr. Samia ameleta hili daraja. Tumpongeze kwa makofi mengi na kumshukuru na kumwombea afya njema. Wakati wa mazishi ya marehemu Jenista Mhagama katika kijiji cha Rwanda, waziri mkuu alitoa maagizo kwa mkuu wa mkoa pamoja na waziri wa ujenzi kufanya mazungumzo na mkandarasi. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi waione. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante Ditanyoni. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ameweka wazi nia ya serikali kuunganisha nguvu kazi ya wafungwa na matumizi ya teknolojia katika kilimo ili jeshi la magereza liweze kuendana na kasi ya matumizi ya teknolojia ya kilimo. Amesema hali hiyo itasababisha kuongezeka kwa uzalishaji, huku akiweka wazi umuhimu wa kuijumuisha sekta binafsi katika shughuli mbalimbali za uzalishaji zinazofanyika katika maeneo ya magereza mbalimbali hapa nchini. Ametoa kauli hiyo baada ya kutembelea shamba la mahindi katika gereza la kilimo na mifugo la Kitengule lililopo wilayani Karagwe mkoani Kagera, huku mkuu wa gereza hilo, kamishna msaidizi wa magereza Mikaeli Mafwele, akitaja malengo yao sambamba na changamoto wanazokutana nazo ikiwemo wanyama waharibifu wa mazao. Gereza la Kitengule wilayani Misenyi mkoani Kagera ni maalum kwa shughuli za kilimo na mifugo na limekuwa likivuna tani nyingi za mahindi yanayolimwa wakati wa msimu wa kilimo wa mvua za masika ambazo zinaweza kukidhi mahitaji ya huduma ya chakula kwa wafungwa na mahabusu. Za maeneo tulionayo sisi magereza, karibu prime area zote za nchi iko magereza kwenye eneo la kilimo. Na whoever anayetaka kuja kuingia kufanya kilimo hapa Tanzania, kama hajakutana na watu wa jeshi la magereza, hajakutana na wenye ardhi. Kwa hiyo kimsingi tuna fursa kama jeshi la magereza la kuilisha nchi, sio kulisha wafungwa, kulisha nchi. Mwezi 2025-26 malengo yetu ni kulima ekari 200 za mahindi ya shima. Kutokana na kuchelewa kwa mvua tulilima ekari 160 za mahindi. Kwa ujumla sasa mahindi yote tumeyapalilia palizi ya kwanza. Palizi tumepalilia ya pili ekari 120, zimebaki ekari 40 ambazo tunaendelea nazo kupalilia mahindi mengi, na mahindi mengi yamefikia hatua ya kubeba. Shirika la Afya Ulimwenguni Kanda ya Afrika WHO Afro na Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini EXAHC zimesaini hati ya makubaliano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano katika masuala ya afya na mifumo ya afya Afrika Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika. Tujiunge na Dorcas Ramos. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO Kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amesema hatua hiyo inafikiwa kwa kutambua ukweli kwamba Afrika inakabiliwa na changamoto nyingi za magonjwa ikiwemo yasiyoambukiza, magonjwa ya mlipuko na yale yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Asilimia 32 ya Afrika ina tatizo either watu wa uzito wa kupitiliza, obesity, au uzito mkubwa. Maana yake unazungumzia watu karibu milioni 5. Ni changamoto kubwa kwa sababu hawa watu kama tukufanya kitu sasa hivi
Ina maana watakuja kuingia kwenye kisukari, watakuja kuingia kwenye shinikizo la damu na ya moyo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya Afrika Mashariki, Kati na Kusini, Dr. Ntuli Kapologwe, amesema ni hatua muhimu kuimarisha uhusiano na kukabiliana na magonjwa, ambapo kwa magonjwa yasiyoambukiza husababisha 37% ya vifo vyote vinavyotokea barani Afrika. Utiaji saini wa hati hii utasaidia sana kuimarisha ushirikiano, hususan katika kipindi hiki ambapo dunia inapambana na changamoto mbalimbali, ikiwemo magonjwa ya mlipuko, kipindupindu ikiwa mojawapo, ugonjwa wa Ebola, ugonjwa wa virusi vya Marburg, lakini bila kusahau ugonjwa wa Mpox. Sasa Shirika la Afya Ulimwenguni jukumu lake kubwa ni kutengeneza sera na kuhakikisha kwamba sisi kama wasaidizi wake tunazisimamia utekelezaji katika nchi wanachama. Kupitia makubaliano haya ya miaka 5, WHO, Afro na XHC zitashirikiana katika maeneo ya kimkakati, ikiwemo katika kuimarisha bima ya afya kwa wote, udhibiti wa magonjwa, kuendeleza watendaji katika sekta ya afya, mageuzi ya kidigitali, tafiti na ubunifu, pamoja na kuboresha namna bora ya kukabiliana na majanga ya dharura katika afya. Dorcas Ramos, Channel 10. Asante Dorcas. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mtu mmoja, Eric Emmanuel Ndambo, mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Nzuguni A jijini Dodoma, kwa tuhuma za kumuua Evans Mtui mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Makulu Oysterbay, kwa kumshambulia na kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Huyu hapa Leonard Mwacha. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Galus Hira, amesema tukio hilo limetokea Disemba 16, 2025 majira saa 10:45 katika mtaa wa Majengo jijini Dodoma, ambapo uchunguzi unaendelea. Marehemu alimshambulia kwa kitu chenye ncha kali kifuani upande wa kushoto. Mara baada ya tukio, jeshi la polisi lilifanya msako na kufanikiwa kumtia mbaroni mtuhumiwa. Uchunguzi unaendelea na mara utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani kujibu mashtaka yake. Katika hatua nyingine, kuhusu mauaji ya Emmanuel Matias maarufu MC Pilipili, jeshi hilo limebainisha kwamba uchunguzi bado unaendelea. Tukio la kuuawa kwa MC Pilipili tulitolea taarifa. La msingi ni kwamba tunaendelea na uchunguzi tukio hilo. Si tukio hilo tu, na matukio mengine yote ya kihalifu, kwa lengo la kuwafikia na kuwakamata watuhumiwa ili waweze kujibu tuhuma zinazowakabili. Katika hatua nyingine, kuelekea sikukuu za Christmas na mwaka mpya, jeshi hilo limetahadharisha juu ya matumizi hatarishi ya vifaa vya moto, matumizi ya vileo wakati wa kuendesha, pamoja na matumizi ya baruti au fataki bila kufuata vibali. Kutoka jijini Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imewataka abiria wanaosafiri kwenda mikoa mbalimbali hapa nchini kutumia njia ya mtandao kununua tiketi za safari zao ili kuepuka kuuziwa tiketi kwa bei ya juu, lakini pia serikali ipate mapato halali yanayotokana na kodi. Tupate taarifa zaidi. Mkurugenzi mkuu wa LATRA CPA Daktari Habibu Suluo ametoa wito huo mkoani Kilimanjaro wakati timu ya maafisa kutoka LATRA wakiendesha ukaguzi wa mabasi ya abiria, ambapo walibaini ni 20% tu ya abiria hukata tiketi kwa njia ya mtandao, huku 80% wakikata tiketi kwa fedha taslim na kujikuta wakiuziwa tiketi kwa njia ya ulanguzi. Aidha, LATRA pia imekagua magari 4805 nchi nzima kuanzia Disemba 8 hadi 20 na kubaini magari 515 yakiwa na makosa mbalimbali. Tunawasisitiza abiria wasiende stendi au kwenye vituo vya mabasi wakiwa na fedha keshi mkononi. Kwa vyovyote watalanguliwa tiketi. Tunawasisitiza wafanye malipo yao kwa njia ya mtandao online, au kama huna, muombe mwenzako, muombe ndugu yako, muombe rafiki yako akusaidie kulipa kwa njia ya mtandao.
Kwa hiyo na abiria, hakikisha tumieni LATRA app kwa dhibiti zile tiketi, kuona kama ni halali, hili gari lina leseni, au uangalie kwamba ule mwendo kasi wa gari ukoje, ili utoe taarifa kwa namba zetu za bure ambazo siku zote tunasema 0800 11 00 19. Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro ACP Nasoro Sisawaya amesema wanaendelea na operesheni ya ukaguzi wa magari hasa katika kipindi cha mwisho wa mwaka, na kuwataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani, lakini pia kujiepusha na ulevi wakati wakiendesha vyombo vya moto. Wenye madereva wote wenye tabia za ulevi, tabia za mwendo kasi na makosa yote hatarishi kwa maana wrong overtaking, wawe makini barabarani kipindi hichi. Sisi tumejipanga, hii barabara ina kilomita 210.19 kwa maana kutoka Buiko mpaka kule Kia. Maeneo yote tumejipanga vizuri, hutakatiza hapo. Nikushauri tu kama una mpango wa kunywa pombe, uache kabisa kunywa pombe, vinginevyo usije huku kaskazini. Salumu Mkambala, Channel 10. Shukrani Salumu Mkambala. Sasa tuelekee mkoani Arusha. Wilaya ya Monduli imeanza hatua madhubuti za kuboresha utendaji wa shule za sekondari kwa kutumia mfumo wa tehama wa usimamizi wa taarifa za shule SIS unaotarajiwa kuanza rasmi mwaka wa masomo 2026. Huyu hapa Jamila Omar. Kikao cha siku mbili kilichowakutanisha wakuu wa shule na walimu wa tehama kilijadili namna ya kusimamia mfumo huu ambao utatumika kama kigezo cha kutathmini utendaji wa kila mkuu wa shule. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Monduli mkoani Arusha, Happiness Liza, akifungua kikao kazi hicho, amesema kuanzia mwaka 2026 hakutakuwa na madodoso ya TSS na kutahadharisha kuwa takwimu zisizo sahihi zinaweza kuikosesha shule fedha za miradi. Mkuu wa shule ndiye mwenye uwajibikaji wa mwisho wa takwimu za SIS katika shule yake. Kila mkuu wa shule awe na mpango kazi au timu ya ndani ya usimamizi wa mfumo huu. Ikiwa shule yako, tunaomba mkawajibike katika hili. Lakini pia usimamizi wa mfumo huu utatumika kama kigezo cha performance ya mkuu wa shule. Afisa elimu, vifaa na takwimu halmashauri ya Monduli, Emmanuel Mpongo, amesema mfumo huu utapunguza makosa, kuongeza uwazi na kurahisisha maamuzi ya maendeleo ya shule. Zamani ilikuwa ukiomba taarifa, unaweza kumuomba mkuu wa shule taarifa leo akakwambia nina madarasa 10. Kesho ukamuomba akakwambia nina madarasa 8. Kila siku anakupa madarasa taarifa tofauti tofauti, lakini kwa kuwa tutakuwa tuna mfumo na wanajaza wao wenyewe ngazi ya shule, tuna imani haya matatizo ya taarifa kutofautiana, leo umeomba umepewa hivi, kesho umeomba umepewa hivi, haitakuwepo tena. Lengo kubwa ni kutaka kuunganisha mifumo yote isomeke katika sehemu moja. Yaani ukimtafuta BEMIS, sijui ni BEMIS unamkuta. Kwa hiyo vitu vyote tengenezwa katika mazingira ambayo zitakuwa ni rahisi mtu kuzipata kutoka sehemu nyingine. Zitasaidia pia serikali kufahamu changamoto, mapungufu, pamoja na zidio zilizopo katika taasisi zetu ili serikali iweze kufanya msawazisho mzuri. Jamila Omar, Channel 10, Monduli, Arusha. Asante sana Jamila Omar. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete JKCI inaanza rasmi uendeshaji wa hospitali ya Arusha Lutheran Center Seliani Januari mosi mwaka 2026, uzinduzi utakaoambatana na kambi ya wiki moja ya upimaji wa afya ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukizwa. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam kuelezea uzinduzi wa uendeshaji wa hospitali ya Seliani, mkurugenzi mtendaji wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema taasisi hiyo iliingia makubaliano na uongozi wa hospitali hiyo ya jijini Arusha ya kuiendesha kwa kipindi cha miaka 20, ambapo itajikita zaidi kwenye utoaji wa matibabu ya magonjwa ya moyo na hivyo kusaidia wakazi wa kanda ya kaskazini. Nasema pima moyo wako leo, uokoe maisha yako kesho. Kwa hiyo niwaombe wananchi, wakati tunakaribia kumaliza mwaka
na kuanza mwaka mpya, jihakikishe kwamba afya yako ya moyo na magonjwa yasiyoambukiza umejiangalia vizuri. Takwimu tulizokuwa nazo zinaonyesha kwamba karibu asilimia 25 ya wagonjwa ambao tunawaona hapa katika taasisi yetu ya moyo Jakaya Kikwete wanatoka katika mikoa ya kaskazini, maana mikoa ya Arusha, Moshi na Manyara. Kwa upande wake, meneja mawasiliano na uhusiano Bohari ya Dawa Tanzania Eti Kusiluka, ambao ndio wadhamini wakuu wa kambi hiyo ya magonjwa ya moyo itakayoanza Disemba 29 mwaka huu hadi Januari mosi 2026, amesema MSD imejipanga kuhakikisha vifaa na dawa zinazotakiwa kwenye kambi hiyo zinapatikana. Zile bidhaa za afya ambazo watakuwa nazihitaji tutawapelekea, lakini hata zitakapopelea tunaweza tukafanya utaratibu zikapatikana kwa haraka, kwa sababu pale kanda yetu na Arusha tutakapokuepo si mbali. Kwa hiyo tuko tayari kabisa. Wakati huo huo, JKCI inatarajia kuendesha kambi ya siku 2 ya upimaji na matibabu ya magonjwa ya moyo kwa waandishi wa habari wa jijini Dar es Salaam, upimaji utakaofanyika Disemba 23 na 24 mwaka huu katika tawi lake lililopo Oysterbay jijini Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Faraja Kihongole wa Channel 10. Shukrani Faraja. Serikali kupitia wakala wa barabara nchini TANROADS imefanikiwa kuziunganisha katika kipindi cha masika tarafa 2 za Itiso na Chilonwa wilayani Chamwino mkoani Dodoma baada ya kukamilisha ujenzi wa daraja lililogharimu zaidi ya shilingi bilioni 14.5. Tujiunge na Roda Simba. Akifungua daraja hilo ambalo ujenzi wake umefikia asilimia 98 katika kijiji cha Nzali, mkuu wa mkoa wa Dodoma Bi Rosemary Senyamule alisema, leo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta tabasamu. Na tabasamu lenyewe hili lilikuwa limepotea, halikuweko kwa sababu kutokuweko kabla ya daraja hili. Viko vifo vimetokea mahali hapa kwa watu kuzama. Wako watu wamekufa kwa sababu walitaka kwenda hospitali wafike haraka watibiwe, hawakuweza kupita, kalazimika kuzunguka, ule muda akafa njiani. Aidha, mkuu huyo wa mkoa akachukua nafasi hiyo kuwahimiza wananchi kulinda miundombinu inayojengwa na serikali kwa gharama kubwa. Kazi ya ulinzi, ili raha hii ambayo tunaifurahia ya daraja hili kukamilika na sisi kutembea, kazi ya ulinzi ni ya kwetu sote. Mapema, meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma mhandisi Zuhura Amani akaeleza hali ya ujenzi huo wa daraja la Nzali, huku mkuu wa wilaya Chamwino Bi Janet Mayanja akieleza hali ilivyokuwa huko nyuma kabla ya kujengwa kwa daraja hilo. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 14.5 ambao unahusisha ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 60 na upana wa mita 11.4 ambao pia unahusisha na eneo la waenda kwa miguu. Maji mvua ikinyesha ulikuwa uwezi kupita mahali hapa. Kwa kuna mawasiliano yalikuwa yanakatishwa kutoka yanatenganishwa tarafa ya Itiso na tarafa ya Chilonwa, na wananchi wengi wa Chamwino wanategemea tarafa ya Itiso kwenye shughuli za kilimo. Mji wa Chamwino unalishwa na mashamba yaliyopo tarafa ile ya Itiso. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Shule ya msingi Ngongowele iliyopo wilayani Liwale mkoani Lindi inakabiliwa na changamoto kadhaa zinazodaiwa kudhoofisha ubora wa elimu, ikiwemo uchakavu wa nyumba za walimu, ukosefu wa maji, uhaba wa kompyuta, karatasi na mashine za kuchapishia mitihani ya kujipima, pamoja na ongezeko la utoro wa wanafunzi. Ahmed Nandonde ana undani wa taarifa hiyo. Wakizungumza wakati wa hafla fupi ya kuwapongeza wanafunzi waliofaulu kujiunga na kidato cha kwanza, wanafunzi na wazazi wamesema uchakavu wa nyumba za walimu, ukosefu wa maji shuleni na zana za kufundishia vinaweza kuchangia kushuka kwa morali ya walimu kufundisha, na hivyo huenda vikaathiri uelewa wa wanafunzi shuleni hapo. Ukosefu wa huduma ya kompyuta ambayo itasaidia kuchapa mitihani, karatasi za kuchapia mitihani, uchakavu wa nyumba za walimu, ukosefu wa kifaa cha kutumia maji. Watangazieni vijana, hebu kama mnataka kuoa na mambo mengine, mnataka kuchukua ng'ombe na nini, sio watoto bado ni wakwetu, tunaahidi kuwalinda, tutawasimamia. Tumeshajua huko nyuma watoto wengine wameshindwa kuendelea na sekondari,
tumewasimamisha riba. Kufuatia changamoto hiyo, mgeni rasmi katika hafla hiyo ambaye pia ni mkurugenzi wa kampuni ya ununuzi wa mazao Liwale Tabasamu, Bwana Hassan Mpako, ameahidi kutatua baadhi ya changamoto ikiwemo kuweka miundombinu ya maji safi na salama pamoja na kununua kompyuta na mashine za kuchapishia mitihani ya kujipima. Printer na laptop ili na uwezo nalo. Lakini nilipoenda kujisaidia chooni, maji nilibeba huku. Sasa swala la afya na swala la mkusanyiko wa watoto, miundombinu ya maji safi na maji taka kuanzia sintank na bomba zake zitatoa Liwale Tabasamu. Wazazi wa kijiji cha Ngongowele na watoto wao nitakuwa na kabidhi kaunta 10 kwa kila mtoto. Kwa kila mzazi wa kijiji cha Ngongowele atakuja kuchukua elimu moja kwa kila mtoto. Lengo langu kwamba kusapoti elimu ili isonge mbele. Ahmed Nandonde, Liwale. Taarifa ya Ahmed Nandonde inahitimisha habari za kitaifa. Sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka nchini Nigeria zimesema zimefanikisha kuachiwa huru kwa wanafunzi 130 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kutoka shule moja ya Kikatoliki kaskazini mwa nchi hiyo mnamo mwezi Novemba. Msemaji wa ikulu ya Nigeria ametoa taarifa hizo kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X bila hata hivyo kufafanua namna serikali ilivyofanikisha kuachiwa kwa wanafunzi hao. Afisa huyo amesema kuachiwa kwao kunahitimisha zoezi la kuwarejesha nyumbani wanafunzi wote waliotekwa nyara kwenye shule ya St. Mary's iliyopo katika jimbo kaskazini la Niger. Ilikadiriwa zaidi ya wanafunzi 300 walichukuliwa mateka na wapatao 100 tayari waliachiwa huru mapema mwezi huu. Miaka ya hivi karibuni Nigeria imekuwa ikipambana na matukio mengi ya utekaji nyara yanayofanywa na wanamgambo wa itikadi kali au magenge ya majambazi kwa lengo la kujipatia fedha ya kikomboleo. Na mamlaka ya kulinda mazingira nchini Ethiopia imetangaza kwamba itaanza kutekeleza marufuku ya mifuko ya plastiki kuanzia Januari 31 mwaka 2026. Kulingana na vyombo vya habari vya Ethiopia, hatua hiyo inafuatia tangazo lililoidhinishwa na bunge Julai mwaka 2025. Tangu kupitishwa kwa sheria hiyo, mamlaka imetumia muda wa miezi 6 iliyopita kuhamasisha wazalishaji wa plastiki na umma kwa ujumla kuhusu athari ya matumizi ya mifuko hiyo kwa mazingira. Chini ya kanuni mpya, itakuwa ni kinyume cha sheria kutumia, kuzalisha au kuagiza nje mifuko ya plastiki kwa matumizi ya mara moja. Watayarishaji na watumiaji wote watakaopatikana kukiuka sheria watakabiliwa na adhabu. Na mamlaka ilisisitiza kwamba marufuku hiyo ni hatua muhimu katika kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda mazingira ya Ethiopia. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Esther Amandu Sizelamula. Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.